ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. إخوة الإسلام والإيمان، فماذا حدث وماذا جرى حينما صرخت وصاحت امرأة في زمن الخليفة المعتصم بالله، ورفعت صوتها قائلا وقائلة ومعتصما؟ Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Katika mwaka wa 223 Hijria, sanjari na mwaka 838 Miladia, baada ya jeshi la Waroma kumteka mwanamke wa Kiislamu, kumnyanyapaa mwanamke wa Kiislamu, kumnyanyasa mwanamke wa Kiislamu kwa sababu ya imani yake, kwa sababu ya akida yake, kwa sababu ya mavazi yake. Mama yule akiwa katika nchi ya Uturuki, Amirul Mu'minin Al-Mu'tasim billah akiwa Baghdad, Iraq, mama huyu akatamka akasema, wa Mu'tasima, ewe kiongozi wetu, ewe khalifa wa Waislam, ewe Amirul Mu'minin wa Waislam, popote pale ulipo nidiriki, niokoe mimi ninadhalilishwa na makafiri. Wakamcheka wakasema, sauti yako itafika wapi? Lakini kama ambavyo mulivyo wanadamu wanapenda kupeana habari na kusambaza taarifa zile zikasambaa zikafika mpaka Baghdad, na Amirul Mu'minin akiwa juu ya kitanda chake, bodyguard wake anamgongea, anamwambia kuna dharura Amirul Mu'minin, naomba ruhusa kuingia chumbani kwako. Amirul Mu'minin Al-Mu'tasim billah alipomruhusu kuingia na akampa habari ya tukio la Muislamu mmoja kutekwa, tukio la Muislamu mmoja kunyanyaswa, tukio la Muislamu mmoja kunyanyapaliwa, akasema, undeni jeshi na mimi ndiye nitakayekuwa amiri jeshi wa jeshi hilo. Akamwandikia barua, atliq saraha almu'mina, haraka kabisa mwache mwanamke wa Kiislamu uliyemteka, uliyemuingiza katika gereza lako, uliyemuonea na kumfedhehesha, wa illa saab'athu laka jayshan awwaluhu indaka wa akhiruhu indi, na usipofanya hivyo nitakutumia jeshi kwa wingi wake, kwa uzito wake, kwa nguvu zake, kwa ungangari wake. Jeshi hili mwanzo wake ukifika kwako mstari ulivyo mrefu na wingi wao ulivyo mkubwa, mwisho wake bado uko kwangu. Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Akaomba msaada kwa Wachina, akamwambia, naomba unisaidie, nimechimbiwa mkwara na Waislamu, na Waislamu wanapenda kufa katika njia ya Mungu wao kuliko kuishi, na najua ataleta jeshi hilo kwa ajili ya mtu mmoja. Mchina akasema, la qibala li biqaumin law aradu khal'a aljibali biaydihim la khala'uha,
Anasema, baba, usiniingize mgogoro na watu ambao wakiamua kung'oa milima kwa mikono yao wanaweza. Waislamu ni watu hatari. Ukiwachokoza baba, hilo ni la kwako. Kilichotokea ndugu zangu, bwana yule anaunda jeshi la watu 3,000 ili waweze kumrejesha mama yule salama salimini nyumbani kwao. Wengine wakapinga, wakasema hapana, huu ni udhaifu. Ilmuhim, wakati wanajiandaa kufanya hivyo, Amirul Mu'minin akawavamia na vita vikatokea, na vilikuwa ni vita vikubwa kabisa. Mwana wa chuoni, mwana wa historia, mtu wa tarikh anaitwa Ibn Khayyat, katika kitabu chake na tarikhi yake ukurasa wa 477 anataja, anasema, iftutihat al-umuriyya yawm ath-thulatha li 13 baqiyat min Ramadan. Hatimaye ushindi ukaja kwa jeshi la Kiislamu, na Waroma wakagaragazwa kweli kweli, Waroma wakakungutwa kweli kweli, Waroma wakamalizwa kweli kweli. Vita vya jihadi vikatokea na Waislamu wakashinda kwa ajili ya kuonewa Muislamu mmoja tu, tena mwanamama wa Kiislamu. Wakati Waislamu wameshinda katika vita hivyo na wakaweza kuugomboa eneo hilo al-Umuriyya, ambapo leo ni mji katika miji ya Uturuki, ilikuwa ni siku ya Jumanne Ramadhani kasoro siku 13. Kisa hichi nimekileta kwenu kukufahamisheni ya kuwa kuna matukio mengi ya Kiislam, futuhat kathira jiddan fil Islam waqa'at fi yawmi thulatha. Kugomboa, ukombozi ulio mwingi, vita vingi, maeneo mengi, matukio mengi, hawadith nyingi katika Uislamu vilitokea siku ya Ijumanne. Laiti ingelikuwa siku ya Jumanne ni siku mbaya, laiti ingelikuwa siku ya Jumanne ni siku ya nuksi, laiti siku ya Jumanne ingelikuwa ni siku ya mikosi na gundu, basi Amirul Mu'minin huyu asingepigana vita hivyo na kushinda siku ya Jumanne na kuchukua ule mji siku ya Jumanne. Sayyiduna Abu Bakar alipewa uongozi siku ya Jumanne. Sayyiduna Umar alipewa uongozi siku ya Jumanne. Al-Umuriyya iligombolewa na Waislamu kupitia Amirul Mu'minin al-Mu'tasim billah siku ya Jumanne. Nimekuleteni visa hivi ili kufuta katika vichwa vyenu, nafsi zenu, fikra zenu, msiamini ya kuwa siku ya Jumanne ni siku mbaya. Hakuna siku mbaya ndugu zangu, bali Mtume alisema Allah ameumba vitu vibaya siku ya Jumanne, na hakusema siku ya Jumanne ni siku mbaya. Amma khutbatuna al-yawm anwanuha yaqul hal hunaka nahsun am nuhus wa shu'mun fil Islam. Anwani ya khutba yetu ya leo, sasa nataka niendeleze, nipite mkondo ule wa khutba yangu iliyopita na khutba yangu ya leo insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran. Nisingelipenda ipate kutofautiana na Ijumaa iliyopita, ambapo anwani ya khutba yangu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia hal hunaka nahas am nuhus wa shu'mun fil Islam. Je, kuna nuksi na kuna mikosi katika Uislamu? Maana Waislamu wa zama hizi katika ndimi zao maneno haya yamekuwa ni yenye kujirejea. Nuksi, mikosi, gundu. Utasikia baba wewe una nuksi, utasikia baba wewe una mikosi, jamaa yule ana mikosi, jamaa yule ana nuksi, jamaa yule ana gundu. Haya
yapo katika Uislamu ama hayapo? Hii ndio anwani ya khutba yangu ya leo. Naam, اليوم سنعيش مع اعتقاد فاسد آخر. leo nataka tuishi na itikadi nyingine iliyo mbovu kabisa. maa imanin batilin akhar. leo tunataka tuishi na imani nyingine iliyo batili kabisa. imanin ghairi islami, imani ambayo si ya Kiislamu kabisa. wa i'tiqadin min i'tiqadati mushriki zamani rasulillah, ni itikadi ambazo zilikuwa ni itikadi za washirikina wa zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. bal huwa i'tiqad min i'tiqadat al-yahud. Bali itikadi hii ya kuamini kuwa kuna kitu kinaitwa nuksi, ya kuamini kuwa kuna kitu kinaitwa mikosi, ya kuamini kuwa kuna kitu kinaitwa gundu, itikadi hii si ya Kiislamu, bali ni itikadi ya Mayahudi na Manasara na washirikina wa zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. na leo nitakupa ushahidi kutoka katika Qur'ani na Sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zinazothibitisha ya kuwa itikadi hizi ni itikadi za wale wasiokuwa wa Kiislamu. na mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, hamilu rayati tauhidi wal aqida, sayyiduna Muhammad, mbebaji wa bendera ya tauhid na aqida, bwana wetu mtume Muhammad amezifyeka kabisa itikadi hizi, amezivunja kabisa itikadi hizi, amezisaga kabisa itikadi hizi. ndugu zangu Waislamu, na haraka kabisa sasa nataka nikupe hadithi sahihi kabisa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. حديث أبو هريرة aliyoipokea alimamu Muslim kwa nambari 2220 na ameipokea alimamu Abu Daud kwa nambari 5707. anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameweza kukusanya itikadi sita mbovu, ameweza kupinga itikadi sita mbovu, ameweza kuvunja imani sita mbovu, ameweza kugaragaza imani potovu za aina sita. anasema la adwa, hakuna maambukizi, hakuna kuambukizana. la ya hapa wanawachuoni wa lugha wametofautiana, ni la nafia am la nahia, ni la ya kukanusha au ni la ya kupinga. waliosema ya kuwa ni la ya kupinga, la ya kukataza, wakasema maana ya hadithi hii mtume anasema msiambukizane magonjwa. la adwa, aliye athirika na gonjwa lolote basi na asimuambukize mwingine. waliotafsiri la kuwa ni la nahia, lam ya kukataza. waliotafsiri lam ya hapa kuwa ni nafia ya kukanusha, wakasema mtume anakusudia hakuna ugonjwa unaoweza kujiambukiza yenyewe illa kwa idhni ya Allah jalla fi ulah. kwa hivyo mtume anasema la adwa, hakuna kuambukizana illa kwa idhni ya Allah. kisha akapinga imani ya pili mbaya kabisa, akasema wala tiyarata, wala hakuna nuksi katika ndege. hakuna kuamini, hakuna kuitikadi, hakuna kuamini ya kuwa kuna ndege wanakuja na nuksi, kuna ndege wanakuja na mikosi, kuna ndege wanagundu. imani hii imejaa mpaka Tanzania. leo kuna ndege wakitua nyumbani kwako, Muislamu mzima, unaswali swala 5 takriban zaidi ya miaka 10, unaamini ndege yule
anaweza kuleta shari au anaweza kuleta manufaa. Akida mbovu kabisa, itikadi mbaya kabisa, imani potofu kabisa. Na nakupeni leo ndege ambaye akitua katika nyumba yako, popote ukimwona Muislamu mzima anamwamini Allah na kumwamini mtume wake na siku ya mwisho, tumbo limeshakuwa ni la joto kisa na mkasa, kuna ndege anaitwa bundi katua nyumbani kwake. Mtume anasema wala tiyarata, wala hakuna masala ya kuamini ya kuwa kuna ndege wa nuksi, kuna ndege wa kuleta habari mbaya, kuna ndege wa kuleta salamu za msiba, kuna ndege wa kuleta salamu za wageni. Hata akili ya kawaida, maarifa ya kawaida, knowledge ya kawaida haingia akilini. Eti bundi kapaa alikotoka, pengine kachoka, pengine anataka kutua pahala, katua nyumbani kwako, unasema msiba. Bundi kaja. Je, bundi ni malakul maut? Je, bundi ni balozi wa nani? Allah ndio anapotaka kuchukua roho za watu anampeleka bundi kama advertise ya kwanza, peleka salamu. Je, bundi naye anakufa? Ndege bundi wangapi wamekufa na wanaendelea kufa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Kullu man 'alayha fan, kila mwenye kuishi katika ulimwengu huu ni mwenye kuondoka. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na mwenye kubaki na Allah ni Allah peke yake. Bundi naye anapokufa, salamu za kufa kwake amepelekewa na nani? Sasa mtume anavunja, mtume anasaga, mtume anatokomeza, mtume anapinga kabisa, anasema wala tiyarata, wala hakuna imani juu ya ndege. Eti ndege huyu ni mbaya na ndege huyu ni mzuri. Ukimwona njiwa basi ujue kaleta posa. Nyumba hii kuna binti ataposa kwa sababu kaja njiwa, kwa sababu njiwa amekaa kibibi harusi, bibi harusi. Nani kakwambia habari hizo? Na wakati wao unakubali ya kuwa mnyama hana akili, na ndege anaingia katika jamii ya wanyama. Sasa nani aliyemwambia njiwa nenda kapeleke salamu za posa, mabinti wa humu ndani wataolewa mwaka huu? Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapinga jambo la pili, anasema hakuna nuksi katika ndege, hakuna bundu katika ndege, hakuna mikosi katika ndege, wala hakuna imani ya aina hiyo. Hii imani Muhammad ibn Abdullah bari'un minhu kull albur'a, yuko mbali kabisa na imani ya aina hii. Na leo kama ulikuwa hujui ujue leo, kama ulikuwa hujui ujue leo. Mtume wako, mwalimu wako, kiongozi wako, kipenzi chako Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuambia wala tiyarata, wala hakuna nuksi katika ndege, wala hakuna ndege anayekuja na nuksi, wala hakuna ndege anayekuja na mikosi. Endelea kuamini ya kuwa bundi ana nuksi, endelea kuamini ya kuwa bundi ana mikosi, endelea kuamini kwamba ukimwona bundi tu mambo ni mabaya, wakati mtume wako anakuambia wala tiyarata, wala hakuna nuksi wala mikosi katika ndege. Kisha Mtume Muhammad akamtaja bundi mwenyewe. Allahu akbar, Allahu akbar. Kumbe haya yalikuwepo mpaka zama za Mtume. Makuraish walikuwa wanaamini bundi pia ana bundu, bundi pia ana mikosi, bundi pia ana nuksi, walikuwa kiamini. Mtume akaja akapinga kabisa itikadi hii ya tatu, akasema wala hamata, wala hakuna mambo ya nuksi juu au katika ndege bundi. Alhama ni bundi katika Kiarabu, na pia ana lugha nyingine anaitwa albuma. Alhama, albuma maana yake ni bundi.
Mtume anasema hakuna mambo ya nuksi, hakuna mambo ya bundi kubeba nuksi, hakuna mambo ya bundi kuja na mikosi, hakuna mambo ya bundi kuja na gundu. Bundi ni kama kiumbe katika viumbe wa Allah, akipaa anapaa kivyake, akitua anatua kivyake, hajatumwa na Mungu wala mtume wala hakutumwa na mtu yeyote, anakwenda mwenyewe tu. Sasa ndege asiyekuwa na akili eti anakubabaisha, anakurusha akili wewe mwenye akili. Sasa nani mwenye akili? Bundi au wewe? Maana ikiwa amekutikisa na kukutia tumbo joto, ina maana bundi ni mjanja zaidi kuliko wewe. Allahu akbar. Kisha Mtume akasema wala safara, wala hakuna nuksi, wala hakuna mikosi katika mwezi wa Safar. Waarabu zama hizo walikuwa wakiamini ya kuwa mwezi wa Safar ni mwezi ambao una nuksi. Walikuwa hawafanyi mambo yao katika mwezi wa Safar. Walikuwa wanasimamisha mambo yao maalum na muhimu katika mwezi wa Safar. Na Mtume anasema wala safara, wala hakuna mikosi, wala hakuna nuksi, wala hakuna gundu, wala hakuna shari, wala hakuna ubaya katika mwezi wa Safar, wala katika miezi yote ya Allah jalla fi ula. Wangapi katika Waislamu wa sasa kuna miezi hamuowi nyinyi? Kuna miezi hatuowi. Tangia umezaliwa unasema mfungo fulani sio mzuri, harusi tuipeleke mfungo gani? Akili hii umeipata wapi? Itikadi hii umeipata wapi? Imani hii umeipata wapi? Madalilu ala dhalik? Toa aya au hadithi, toa aya katika Qur'ani au hadithi katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyosema msiowe mfungo mosi au msiowe mfungo fulani. Uislamu umeliacha hilo katika mipango yenu. Ukiona mipango yako, nafasi yako, faragha za familia zote mbili, wageni husika, mwezi fulani mnaweza mkapata watu wengi, basi muende kwa ajili ya kupata watu, kwa sababu watu wengi pengine watakuwa mwezi huo wamesafiri, wanakwenda hija, labda unataka na wewe wapate baadhi ya mahujaji. Uislamu unasema panga kwa mujibu wa wewe. Hakuna mwezi mbaya katika Uislamu. Waislamu, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala naua, wala hakuna nyota mbaya. Leo kuna nyota tukiona tunasema ni ishara mbaya. Nani kakwambia? Aya gani? Hadithi gani? Maneno haya, imani hii, itikadi hii, fikra hizi, hisia hizi umezitoa wapi? Aya gani? Hadithi gani? Turudi kwa Allah, tumogopi Allah, tusafishe imani zetu, tusafishe aqida zetu, tusafishe itikadi zetu, tuache kuamini vitu hivi. Na kama ulikuwa hujui, leo nimekupa hadithi iliyopokelewa na maimamu wawili, al-Imamu Muslim na al-Imamu Abu Daud, hadithi sahihi kabisa. Mtume wetu Muhammad anayakanusha na kuyapinga hayo yote. Ukiendelea na imani hii, maana haujamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wala ghul. Ghul ni jini maalum. Zama hizo Waarabu walikuwa wakiamini taimu fulani usiku ukitoka, ukienda maeneo fulani, basi kuna majini fulani wanawavaa watu katika sura ya binadamu kama kinyago fulani. Mtume akasema haya mambo hayapo. Hakuna watu waoga duniani kama majini. Jini anaweza akawa ana power, anaweza akawa ana nguvu ikiwa yupo katika ombile lake. Akishajibadilisha kaja katika ombile la paka au mbwa au ndege au binadamu, vyovyote vile ambavyo Allah atamjalia kubadilika, hana uwezo tena kwa kufanya chochote. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anafyeka kabisa, ufyekaji wa hali ya juu, mambo haya sita. Anasema hakuna kuambukizana illa kwa idhni ya Allah, hakuna mambo ya nuksi katika ndege wa Allah,
hakuna mambo ya bundi kuwa na nuksi na kuwa na mikosi, wala hakuna mambo ya mwezi wa Safar kuwa na nuksi wala mikosi, wala hakuna mambo ya nyota iliyo mbaya, wala hakuna mambo ya jini kumjia mtu kama sura kinyago usiku na kumshtua. Anasema hayo nyinyi ndio mnaoamini katika nafsi zenu, hayo hayapo. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, angalieni mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyopinga kabisa, anavyokakataa kabisa, anavyokanusha kabisa, anavyovunja kabisa imani hii potofu, anavyosaga kabisa itikadi hii iliyo mbaya ya Muislamu kuamini ya kuwa kuna kuambukizana kwenyewe bila ya idhni ya Allah, na kuamini ya kuwa kuna ndege mbaya au kuna nuksi katika ndege, na kuamini ya kuwa ndege bundi ana nuksi na ana mikosi, na kuamini kuwa mwezi wa Safar na miezi mingine ina mikosi na nuksi, na kuamini kuwa kuna nyota mbaya yenye nuksi na mikosi, na kuamini ya kuwa kuna mashaitani usiku wanawavaa watu katika maumbile tofauti katika kuwatisha watu. Ndugu zangu Waislamu, nataka sasa leo nikupe baadhi za itikadi zilizombovu kabisa, wallahi yauma kabisa, wallahi yasikitika kabisa, wallahi yasononesha kabisa pindi unapomwona mtu anaswali sala 5. Maskini anapenda dini, anapenda da'wa, anapenda kufuatilia mawaidha mbalimbali ya mashekhe mbalimbali, khutab za Ijumaa mbalimbali za mashekhe mbalimbali. Akiingia YouTube anaingia kwa sababu ya kufuatilia mawaidha ya dini, na bado anaamini kuna mwezi mbaya huwezi kuoa, na bado anaamini kuna ndege mbaya ana nuksi, bado anaamini masuala ya bundi, macho yake ni mabaya, uso wake ni mbaya, ukimwona bundi kaja na taarifa ya msiba, au itikadi zingine zote ambazo Uislamu uko mbali kabisa na itikadi hizo. Wangapi katika leo wangapi katika sisi leo, ikiwa anasafiri na gari kilomita 1 kisafiri tu, tairi likibasti, likipasuka, anageuza safari, nakoelekea ni kubaya. Baba, wahi hii umeipata wapi? Baba, ufunuo huu kakupa nani? Eti tairi ndio umempa ufunuo? Unakoelekea ni kubaya. Au tunaosafiri kwa miguu, wangapi ambao anapotembea kijikwaa tu, safari mbaya. Kwa nini? Nimejikwaa. Aya gani? Hadithi gani? Nani aliyekwambia ukijikwaa safari ni mbaya? Pana nuksi unakoelekea, pana mikosi unapoelekea, pana gundu unapoelekea, pana ubaya unapoelekea, pana shari unapoelekea. Wewe ni Muislamu, na hakuna akida bora duniani kama akida ya Kiislamu. Hakuna itikadi iliyo safi kama itikadi ya Kiislamu. Hakuna imani tukufu takatifu kama ya Kiislamu. Wadai umebeba akida hiyo, wadai umebeba imani hiyo, eti mguu wako kujikwaa kumekurejesha na safari nzima umeua. Waislamu, leo tumefika pahala jicho likikucheza, ni maswala ya damu tu. Pengine damu imefanyaje mwili huo? Hata mbuzi, ng'ombe ukimchinja kasha kufa muda mrefu, nyama inacheza. Allahu a'lam nini hikma yake. Lakini Waislamu wa zama hizi tuna aya zetu, tunajua jicho likifanya hivi maana yake nini. Tuna aya zetu. Itikadi mbaya, itikadi mbovu, imani potovu kabisa. Au umejingata, nasengenywa huko kwa sababu nimejingata. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah.
Sasa tumia tu akili ya kawaida. Meno na ulimi viko kwenye chumba kimoja, ni rahisi kugongana. Hata vidole vya mkono rahisi, bahati badala ya kupeleka nyama utonge, jino lako likang'ata dole lako kwa sababu ya ukaribu. Ni lini umeshawahi kuona meno imeng'ata vidole vya miguu? Viko mbali, distance ni kubwa, ni ule ukaribu tu. Yapo haya kugongana, vikombe vya kahawa vinagongana kwa sababu vimekusanywa katika sehemu moja. Wewe ukijing'ata tu nasengenywa. Kuna watu wananitaja vibaya. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Imani ya kuamini ya kuwa bundi ni nuksi. Bundi analeta taarifa ya msiba. Nani kamtuma bundi? Yeye malakul maut. Malakul mauti mwenyewe hajui unakufa lini wewe, mpaka ile siku ambayo unakufa, tena baada kusalia dakika na sekunde chache. Bundi anajuaje unakufa? Anajua ghaib. Njiwa, kuna wanyama tu, njiwa maskini wa Mungu anaweza kaja. Kuna njiwa wa wachawi. Naomba kisomo cha nini? Leo nimemkuta njiwa nyumbani kwangu. Maka wamejaa njiwa. Wametumwa na waganga wa nani? Okay, chukulia linafrid, tuchukulie katumwa na mganga. Atakufanya nini? Qul la yusibana, qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Sema ewe Muhammad, halitotusibu, halitotupata illa lile ambalo amekwisha tuandikia Allah. Huwa maulana, yeye Allah ndio mola wetu, yeye Allah ndio mlinzi wetu, yeye Allah ndio kipenzi chetu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Na juu ya Allah waumini wategemee, wasibabaishwe na njiwa, wasibabaishwe na bundi, wasibabaishwe na hirizi, wasiwe na itikadi hizo. Wajue ya kuwa mabaya na mazuri, kheri na shari zote zinatoka kwa Allah. Hakuna ndege anayeweza kuleta kheri wala shari, wala hakuna nyota inayoweza kuleta kheri wala shari, wala hakuna nyota inayoweza kuleta kheri wala shari. Hakuna siku yenye uwezo kuleta kheri wala shari, hakuna mwezi wenye uwezo kuleta kheri na shari. Sisi tunaambiwa arkanul imani 6. Nguzo za imani ni ngapi? 6. Kwa haraka haraka, kumwamini Allah na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake na siku ya mwisho. Mwisho kabisa wa bil qadar, na kuamini qadar ya Allah, khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Khairi na shari vyote vinatoka kwa Allah jalla fi'ala. Unasema wewe ni Muislamu, nguzo 5 za Uislamu unazijua na unazifanyia kazi. Unasema wewe ni mu'min, nguzo 6 za imani unazijua na unazifanyia kazi. Wakati huo huo nguzo ya 6 unachemsha baba. Qadar, kheri na shari vinatoka kwa Allah. Wewe unaamini bundi anaweza kuleta shari, wewe unaamini ndege, njiwa anaweza kuleta kheri. Je, imani yako kweli iko sawa sawa? Jawabu mimi siwezi kutoa. Akili kichwani mwako, na nenda ukajidiscuss mwenyewe kabla ya kuhisabiwa na Allah jalla fi'ala. Waislamu, kipindi hichi ni kipindi cha mvua. Tunategemea kuingia katika masika. Angalieni imani potovu ya Waislamu na Watanzania wengi. Angalieni imani potovu ya Watanzania wengi. Kuna mdudu akitokea, tayari kila mtu anapata habari njema na bishara njema. Mvua hizo, kisa na mkasa mdudu, kisa na mkasa mnyama. Wakati huo tunasema wanyama hawana akili.
Wenye akili ni sie. Asiyekuwa na akili anakuletea taarifa, wewe unazikubali, bora zilete kwa mdomo, kwa ujio wake unaamini kwamba mvua inakuja. Kwa nini mdudu huyu kaja? Kwa nini mnyama huyu kaja? Ni mnyama gani na anaitwa nani na itikadi hizi zikoje? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Katika itikadi zilizo mbovu, katika itikadi zilizo potofu, katika imani ambazo si sahihi hata kidogo, kipindi cha mvua, bishara tunazopata kwamba sasa mvua tena ni ya kutosha, eti kuna mdudu, eti kuna mnyama anaitwa nani? Kaka kuona. Hakuna kaka kuona wala dada kuona. Huyo ni kiumbe cha Allah, huyo kaumbwa na Allah, wala si malaika. Tungelisema ni Jibril kwa sababu yeye ndo balozi wa Allah. Tungesema Jibril kaja kutupa taarifa. Na cha kushangaza, kaka kuona kisha kuja shekhe, mvua zinaanza. Allah katika Qur'an anasema nuwallihi ma tawalla, nitakuelekezeni huko huko mlikochagua wenyewe kuelekea. Waislamu, mvua anaileta nani? Wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yunshiru rahmatahu wa huwa alwaliyyul hamid. Katika suratu Shura Allah anasema ni yeye anayeleta mvua. Katika suratu Luqman anasema inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth. Mambo matano hakuna ajuaye illa Allah. Jambo la kwanza, ilmu ya saa ya kiyama ni lini. Jambo la pili anasema na yeye ndiye anaiteremsha mvua, hakuna ajuaye siku na saa na time ya mvua kushuka illa yeye. Kaka kuona ni nani? Mungu. Itikadi kama hizi zimekuwa ni nyingi mno. Nataka nihitimishe khutba yangu. Nilitegemea khutba hii leo kuimaliza, lakini naona vipengele vingi vya muhimu nilivyobakisha ni vingi sana. Nataka niishie hapa ili juma ijayo niendeleze, na huko nitakupeni mifano ya ajabu sana ambayo inaaminiwa na Waislamu wa zama hizi. Imani za ajabu sana. Mpaka mimi na wewe tunaoswali sala 5 tunaamini hivyo. Usifagie usiku, unakimbiza baraka. Yako mengi. Nilipokuwa mtoto nakumbuka kuna siku nimekula wali kwenye sufuria, nikaambiwa ndoa yako mvua itanyesha tena, nyomi hatari. Shekhe, kula ubwabwa wali kwenye sufuria, basi harusi yangu mie mvua itanyesha. Yapo mitaani, uswahilini, na tunapasiana, tunaambiana, tunafundishana imani hizi, itikadi hizi, sisi Waislamu kwa Waislamu. Nilikwambiani mwanzoni mwa khutba yangu itikadi hizi ni za Kiyahudi. Nikupeni aya hii ya mwisho na ndipo nitakapokomea katika khutba yangu ya leo. Katika suratul A'raf aya nambari 131, Allah jalla fi ula anatufahamisha ya kuwa wana wa Israeli walikuwa wakipatwa na neema mbalimbali kutoka kwa Allah, wakipatwa na kheri mbalimbali kutoka kwa Allah, wanafurahi na kuchekelea, wanasema haya ni ya kwetu. Lakini wakipatwa na matatizo, mabalaa, mafuriko, majanga mbalimbali, wanayasukuma kwa Musa, wanamwambia ni ujio wa Musa na watu wake, ni nuksi alizokuja nazo Musa, ni mikosi aliyokuja nayo Musa, ni gundu alionayo Musa na watu wake. Ni aya nambari 131. Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri pindi waliposema maneno haya mabaya? Wakayasukuma kwa Musa, wakamwambia tangia utumwe kwetu umekuwa ni nuksi kwetu, tumekuwa na mikosi mbalimbali, eti kwa sababu ya ujio wako.
eti kwa sababu ya uwepo wako kwetu sisi. Mikosi haiachi kutuandama, nuksi haziachi kutuandama, mabalaa hayaachi kutuandama. Kisa na mkasa ni wewe Musa tangia umetumwa. Hii manake ni ile itikadi mbovu ambayo tunayo Waislamu wa zama hizi. Leo vijana wangapi wa Kiislamu anaweza akawa na maisha mazuri alipokuwa bachela, atakapooa tu mwezi wa kwanza Allah akampa mitihani, Allah akamtikisa kidogo, Allah akamwangalia imani yake, Allah akamwandikia afukuzwe kazi, Allah akampa mitihani. Akikaa anasema mwanamke, mwanamke kaja na mikosi, mwanamke ndio aliyekuja na nuksi. Ndoa ngapi za Kiislamu zinavunjika? Nyinyi mababa wa Kiislamu, nyinyi vijana wa Kiislamu, wangapi mnawataliki wake zenu? Wangapi mnawaacha wake zenu? Eti ulipokuwa bachela ulikuwa na maisha mazuri, tangia umuoe moja haikai, mbili haikai, mambo yako yameharibika. Eti unaamini mwanamke ana mikosi, na Mtume Muhammad leo anakuambia hakuna mikosi katika Uislamu, hakuna nuksi katika Uislamu, hakuna gundu katika Uislamu. Lolote litakalo kupata katika kheri na shari, yote yametoka kwa Allah jalla fi'ula. Sasa wana wa Israeli wakipatwa na kheri, hawasemi ni kwa sababu ya ujio wa baraka za Musa, hawasemi ni baraka za Allah alizomjalia Musa, hawasemi ni ujio wa Musa kama nabii umekuwa kheri kwetu. Kheri ikiwapata wanasema haya ni ya kwetu, shari ikiwapata wanasema ni mikosi na nuksi na gundu za Musa. Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Ila aljum'ati alqadimati insha arrahman alladhi 'allama alquran. Allahumma ruddana ila alislam raddan jamila, wa ruddana ila at-tauhid al-khalis raddan jamila, wa ruddana ila al-aqidati as-sahihati as-salimati raddan jamila. Allahumma 'allimna min al-islam ma jahilna, wa dhakkirna min al-islam ma nasina. Allahumma irhamna fa anta bina rahim, ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.